Hii kisheria hao wanafunzi wakikutwa na hatia wanaweza wakapata kesi gani? Yaani kifungo, yani kesi yao itakuwaje kwaje? Hii ni kesi ya namna gani? Kwanza nafikiri hapa kuna masuala mawili ya msingi. Jambo la kwanza ni swala la kimaadili, kwa maana ya ngazi ya shule. Shule ni taasisi ambayo inaongozwa kwa mujibu wa taratibu za shule husika. Kwa hiyo kuna jambo la kwanza la kimaadili, lazima wanafunzi wataambia kwenye kufukuzwa shule. Kwa sababu kamati ya nidhamu ya shule au bodi ya shule itamsikiza mmoja mmoja, na uzuri kwamba ukiangalia pale kuna CCTV kamera, maana yake itaona mmoja mmoja. Kwa hiyo jambo la kwanza, wala watoto hawana shule as we speak. Na kwenye sanctions za adhabu za shule ziko za aina mbili. Adhabu ya kwanza ile tunaweza kufukuzwa kwa ruhusa kwenda kujiunga na shule nyingine. Lakini kuna makosa ambayo ukiyafanya kwa wasili wake inakwenda moja kwa moja Wizara ya Elimu na uruhusiwi kujiunga na shule nyingine yote katika nchi husika. Na hata sisi tumesoma hapa nchini kwetu kuna makosa ambayo walikuwa wanafanya jamaa zetu linasababisha kufukuzwa shule na kutokujiunga na shule nyingine hapa nchini. Lakini jambo la pili, kuna viashiria kuna ujinai pale. Uchomaji ni kosa la jinai hata hapa kwetu. Kuchoma aidha kwa kukusudia au kwa kufanya jaribio la kuchoma, attempt of to commit arson, ni kosa la jinai. Na naamini kwamba hata nchini Kenya pia wana sheria za kuchoma ni kosa la jinai kwa mujibu, kwa sababu makosa mengi ya jinai yanafanana takriban duniani kote. Tunatumia mfumo wa sheria bora fanana, hasa katika nchi hizi za Jumuiya ya Madola. Tunatumia penal laws ambazo tumedhilizi kutoka India pamoja na utawala wa Uingereza. Kwa najua kwamba hata Kenya pia uchomaji ni kosa la jinai. Sasa kwa sababu hawa ni watoto, kabla hajapelekwa mahakamani, of course watapelekwa mahakamani, lakini jambo la kwanza ambalo litapaswa kuwa determined ni issue ya age. Sababu kufanya hapa kwetu mtoto mdogo kuna umri ambao hawezi kucommit kosa kabisa. Yaani kuna umri ambao anaweza kucommit kosa, lakini mpaka ipitie kwamba wakati anafanya kosa hilo alikuwa anatambua anachokifanya. Kwa hiyo kuna as a general rule, kwa mfano hapa nchini kwetu sheria ya mtoto ni kwamba mtoto kwa ujumla anza kucommit jina, lakini hawezi kukutwa na hatia ya kunyongwa hadi kufa au hatia ya kuhukumiwa kifungo cha maisha au hatia kwa ujumla tu ya kifungo. Anaweza kukutwa na hatia lakini akapata adhabu mbadala, kifungo cha nje au viboko, na adhabu ikaishia hapo. Sasa kwa Kenya tena naamini mfumo wetu ashiona fanana na yeye pia ana sheria ya mtoto, kwa sababu Kenya pia imeridhia mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto. Najua pia hata Kenya pia namna ya kudili na makosa na utumiwa watoto yanafanana na hapa kwetu. Sasa maana yake ni kwamba kwa wale ambao watakuwa 18 na kuendelea watakwenda kuwa dealt kwenye mifumo ya kisheria ya kawaida. Kwa wale ambao watabainika kwamba wako under 18 watakuwa dealt kwa mifumo ya sheria za watoto. Na kwa namna yote ile hawezi kukutwa na hatia ya kifungo. Watakutwa na hatia lakini ya adhabu mbadala. Mahakama inaweza kaagiza wapigwe fimbo au wapewe adhabu ya kifungo cha nje, kwa maana kwamba labda wanakuwa wanaenda let's say labda gerezani au wanaenda kituo cha polisi kufanya usafi kila siku asubuhi au mahakamani baada kwa mwaka mmoja mfululizo, then adhabu ikiisha wanaenda shule. Lakini kwamba watapoteza masomo, huenda wasiruhusiwe kujiunga na shule nyingine yote kwa nature makosa ambayo wameyatenda. Kwa hiyo provided ni watoto wana hiyo exception ya kutokwenda jela kwa kifungo. Kuna vifo vimetokea kwa sababu hiyo. Wamekufa wanafunzi wengi sana. Kwa hiyo tumeona hapo kuna jinai pia, kuna kifo. Haiwezi direct ikawa moja ya kuwapeleka direct. Kama nilivyosema kwamba inawalinda. Yes, kama nilivyosema kwamba sababu ni watoto. Mfumo wa kisheria wa Kenya na Tanzania utakuwa unafanana. Kwamba kwa ujumla kwa mujibu wa sheria ya mtoto kwa mfano Tanzania, najua na Kenya itakuwa inafanana hivyo. Mtu ambaye yuko under 18 hawezi kufungwa kifungo cha kunyongwa hadi kufa. Yaani kwa ujumla hawezi kufungwa jela. Akifanya kosa kuna namna ya atenda kwenye mahakama za kawaida, lakini mahakama itamtreat kama mtoto, na kuna namna ya kushughulika na mashtaka ya watuhumiwa ambao ni watoto. Na kuna sheria imeweka adhabu kwamba kiwango cha adhabu kianzia hapa na kinaishia hapa. Kwa hakuna adhabu ya kifungo kwa mtu ambaye ni mtoto. Kwa hawa pia na mimi watapita kwenye ruti hiyo. Hivi hii ulegevu ama kulegeza hizi adhabu hasa kwa watoto inaweza kuwa ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Nakumbuka kuna wakati kuna wanafunzi walishawahi kufanya kosa, alafu kiongozi alikuwa ni mkuu wa mkoa bila shaka akaenda kuadhibu kwa kuwatandika, alafu kelele zikawa nyingi. Alikuwa Chamila kwa Mbeya. By then takii pia nakumbuka mwaka fulani 2013
Waziri Mkuu Majaliwa akiwa naibu waziri wa TAMISEMI anashughulikia elimu alifanya ziara shule ya sekondari Mpwapwa akiwa naibu waziri wa TAMISEMI anashughulikia elimu akakuta shule ile ni ya boarding. Bwalo la chakula ni chafu sana. Kuna mapande ya ugali kwenye bwalo, hamna usafi. Majaliwa akapiga kengele. Akaita shule yote nje pale. Yaani aliwa surprise na hata walimu pale. Kaagiza viongozi wote wa shule njoo mbele. Walimu wote njoo mbele. Akasema Majaliwa alitwanga alichapa viboko walimu na wanafunzi. Makele yakawa mengi sana kwenye kwamba kwani ile wanafunzi hiyo mandate kaitoa wapi na nini. Lakini alichapa ile serikali ya wanafunzi wote na walimu kwamba hao wanafunzi wanaweza kupata kipindupindu hapa itakuwa ni balaa. Hata Chalamila pia nakumbuka kipindi hicho akiwa mkoa wa Mbeya alitembeza viboko kwa wanafunzi ambao walikuwa tukutu kwenye shule moja hapo kule Mbeya. Watu wa human rights sisi tukapiga sana kelele kwamba haikuwa sawa kwa sababu kuna mifumo yake ya kudina wao. Lakini rais wa nchi alipofanya ziara kule Mbeya hayati Magufuli kipindi hicho akampongeza Chalamila kwamba ulifanya jambo jema. Lakini kwenye misingi ya human rights perspective haiko sawa kwa sababu nchi yetu haijasema kila mtu achape tu. Mkuu sio mwalimu au waziri sio mwalimu. Miongozo ya shule imeweka utaratibu wa kudina masuala ya nidhamu kwa watoto. Kuna kamati ya nidhamu ya shule, kuna bodi ya namna ya kushuka na discipline na uchapaji umewekewa mwongozo. Sasa mkuu kwenda pale, sababu mkuu mkoa of course najua ni mwalimu kitaaluma, anajua misingi ya uchapaji achape wapi, lakini pamoja kwamba mdau hakuwa kwenye capacity ya walimu, alikuwa mkuu mkoa, haikuwa sahihi kwenda kufanya hivyo kuchapa kwa sababu miongozo ya uchapaji anasema mwalimu mkuu ndo achape na viboko ambavyo havizidi 3, na kama mwalimu mkuu yuko busy basi adelegate hiyo jukumu ya uchapaji kwa mwalimu wa nidhamu na fimbo ambazo na miongozo ya uchapaji imeweka utaratibu. Kwa mtoto wa kike atapaswa achape kwenye sehemu za vidole lakini kwa nguvu ambayo sio nzito, then mwa mtoto wa kiume kwenye makalio. Sasa Chalamila alikuwa anapiga ukiangalia ile video alikuwa anafanya kitu hivi analia. Yaani anachapa ile energy ya kiboko. Unaona sasa huyu ile ya mwalimu wa hesabu ile. Mwalimu mwenye mafunzo ya uchapaji hawezi kuchapa vile.